Kwenye taarifa nyingine ni kwamba zaidi ya wakulima 10,000 wa mpunga katika mradi wa unyunyiziaji wa Mwea, kaunti ya Kirinyaga wanalalamika kukosa mbolea ya ruzuku ya serikali tangu mwaka 2022, huku serikali ikilenga kupunguza gharama za uzalishaji. Wakulima hao wanasema wamelazimika kununua mbolea kwa zaidi ya mara 3 ya bei ya ruzuku. Serikali ilipoanzisha mpango wa mbolea ya ruzuku, lengo lilikuwa kupunguza gharama kwa wakulima na kuongeza uzalishaji. Bei ya mfuko wa kilo 50 iliyokuwa zaidi ya shilingi 6,000 ikashushwa hadi shilingi 2,000. Lakini kwa wakulima wa mpunga katika eneo la Mwea, kaunti ya Kirinyaga, ahadi hii ya bei nafuu haijatimizwa. Wanasema badala ya kununua mbolea kwa shilingi 2,000, wamelazimika kutoa zaidi ya shilingi 6,000 kwa mfuko wa kilo 50. Gharama hiyo imewafanya baadhi ya wakulima kupunguza maeneo wanayolima au kutumia mbolea kidogo. Fertilizer hii ya 2,500 hatukusaidika nayo. Hiyo ndio shinda tuko nayo, kwa sababu tunaomba kama hiyo fertilizer inaweza kuja huku Mwea Kirinyaga, tunaweza saidika sana. Wakulima wanasema changamoto hiyo imewaumiza zaidi kwa kuwa mbolea inahitajika zaidi wakati wa upanzi. Chama chao kinasema kimekuwa kikifuatilia mbolea ya ruzuku, lakini kimepata mafanikio madogo. Kwa miaka 2 mtawaliwa, mwaka huu na mwaka jana, hatukupatia hiyo fertilizer. Wakati tulienda tuliambiwa ati watu wote wanatakiwa waingie katika KMS ili tuwe tunawanunia fertilizer. Sasa wakulima wanaiomba serikali kupitia Wizara ya Kilimo kuruhusu chama chao cha ushirika kununua mbolea kwa wingi kwa niaba yao ili kupunguza gharama na kuwawezesha kuongeza uzalishaji. Na wakulima wa mchere hasa kile wanafanya, wao wanaleta mchere yao kwa society ili society iwapange vile watalima ingine. Hawakuwa na pesa ya kununua fertilizer, society ndio inawanunulia. Kwa wakulima wa Mwea, swali sasa sio tu bei ya mbolea, bali namna ruzuku hiyo itakavyowanufaisha wakulima wanahitaji ili kilimo cha mpunga kiendelee kuwa chanzo cha mapato badala ya hasara. Edgar Mulindo, Runinga TV 47.